Habari za wakati mpenzi mtazamaji wa Tanganyika TV, na kukaribisha mara tena kuweza kufuata kipindi chako kipendelevu ambacho ni kipindi cha afya. Msikilizaji, unakuwa unapata fursa ya kuweza kufuata mambo kaza wa kaza. Na ukiangalia kwa sasa jambo ambalo linashamiri eneo la Mashariki, japokuwa kuna vita, ila kuna mlipuko mwingine wa ugonjwa wa Ebola aina ya bundibujo ambao ulijitokeza huko katika mkoa wa Ituri, na tayari kuna kesi moja ambayo ilivumbulika huko katika mkoa wa Kivu Kusini ambao tunapatikana sasa huko Bukavu. Na ukiangalia mkoa wa Ituri ambao makao yake makuu ni ambao ina tarafa baadhi ambazo kuna tayari kesi za vifo kutokana na ugonjwa ule wa Ebola, na vile vile kuna zaidi ya watu 500 ambao wameshaambukizwa. Na leo bwana, tutakwenda kujua mambo mengi kuhusiana na ugonjwa huo wa Ebola, kwa kuwa wengi wanausikia hivyo, ila tuna mtaalamu hapa ambaye ametupa fursa, tumepata fursa kuhojiana naye kuhusiana na ugonjwa huo wa Ebola. Tutakwenda kujua mambo mengi kuhusiana na Ebola. Na nikukumbushe kwamba mimi ni Safari Almas, na mganga mwenyewe atakuja kujitambulisha jina yake mwenyewe. Ndugu, jambo. Jambo mwanahabari. Ungejitambulisha? Kwa majina naitwa Mweneba Tosen Clovis, mimi ni coordinator wa Action Sanitaire Imona Asi Asbel. Asante sana. Wewe unakuwa ni coordinator wa kituo hichi cha matibabu ya wagonjwa wa kisukari. La kwa leo bwana, tunakwenda kuongelea Ebola. Labda watu wangefahamu kwanza Ebola inakuwa ni ugonjwa aina gani? Ndio, mwanahabari, unajua kwamba magonjwa ya Ebola ni virusi ambayo inayotokana na wanyama wa porini. Mpaka sasa utafiti unatafutiwa kwa kujua source wala origine, chanzo cha yale magonjwa, ila vinaonekana kwamba magonjwa yanatoka mu chauve-souris wala tunaita popo, na ingine inatoka musenje tunaita kiki. Ile njo yenye inaonekana kuwa ambukizo la kwanza la mwanadamu kupata ile magonjwa ya Ebola. Na labda ukiangalia kwa sasa watu wanakuwa wanaambukizwa, labda watu wangetamani kujua kwanza inakuwa na dalili zipi huu ugonjwa wa Ebola? Ndio, kwanza mwanahabari, ni lazima watu kwanza wafahamu magonjwa ya Ebola ilianza namna gani. Ndio. Magonjwa ya Ebola ilianza mjini mwetu hapa Afrika, ilikuwa mu 1976 ndio ile magonjwa ilianza, ilikuwa ikiitwa Ebola Zaire. Virus Ebola Zaire, na ilikuwa inaitwa virus hémorragique, donc fièvre hémorragique Ebola hapo mbele, kwa sababu mgonjwa alikuwa akitoka damu mwili yote, ikaitwa fièvre hémorragique Ebola. Na hapo ilipoisha ilikuwa ni Equateur, fasi ambayo inaitwa Kikwiti, juko mahali ile ugonjwa ilianza kutokea. Na hiyo wakati magonjwa alikuwa yanatokea, mtu alikuwa anasikia kichwa kuuma, anasikia mwili inapanda moto, na baadaye anaanza toka damu. Na wakati alikuwa anaanza toka damu, ni hapo sasa watu walifahamu na kujua kwamba ni magonjwa ya Ebola, na wakaiita Ebola Zaire. Sasa hayo magonjwa ya Ebola Zaire, wakati yalishamiri hapo, hiyo wakati wataalamu wa afya walipambana nayo hadi kaisha, lakini kwa wakati ya pili tena kaja kuzuka hapo kuma 2019, njo wakati tena magonjwa yalipambana. Mimi nilikuwa miongoni mwa wale wapambanaji ambao walitumika ile kazi muda wa miaka 2.5 tukipambana kwa ajili ya hayo magonjwa. Ikaonekana kwamba haiko tena fièvre hémorragique Ebola, kwa sababu wagonjwa hawakuwa wanatoka damu, hapana. Kwa azi ya wagonjwa 10 na ngapi, kulikuwa kunatoka umoja peke yake. Tena kwa dakika za mwisho, wakati anataka kukata roho, chuko mnaona zile alama za hemorrhage zinatoka, lakini haikukuwa inaonesha kila wakati. Ndio wakatoshe kakuwa sasa maladie a virusi Ebola, MVE. Ndio mwanahabari, jambo tunalopenda kuambia watu kusema kwamba ili tujue namna gani napoambukiza mtu, tunasema ya kwamba mtu wa kwanza anapata magonjwa kutokea nyama za mpori, kama vile ile tunaita popo ama ile tunaita kiki wala ile senje, njo inakuwa ambukizo la kwanza kwa mwanadamu. Sasa mwanadamu naye anamwambukiza mwenzake namna gani? Ni kupitia jasho, mate na vinyesi vyovyote ambavyo vinavyotokana na mwanadamu, ndivyo vinavyokwenda kumwambukiza mtu na ile magonjwa ya Ebola.
Sasa unapotizama mzuri, wakati sasa Ebola, maambukizo ya Ebola ni makali tena na haraka zaidi wakati mtu anapopoteza maisha. Wakati mtu anapokufa, sisi kwetu kwa kiganga tunasema kwamba kuna movement, selile zinaisha na zikishaisha ile mikrobe inakuwa na tendance ya kupenda itoke. Na mle mkutaka itoke, watu kama sisi wa Afrika tuko na ile tabia ya kuanza kucheza na mwili wa mtu, tunagusa manguo yake. Kuna kufika wakati hata watu wanajiruhusu kwenda kumupatia hata mabizu, na wakati mtu amesha kuaga maisha. Hiyo ni ambukizo kubwa na tosha ambayo inamsababishia mwanadamu kupata magonjwa ya Ebola. Sasa unapoambukiwa na yale magonjwa ya Ebola, kuba contact wale watu ambao wamegusa mgonjwa wa Ebola, kuna contact tunaitaka contact à haut risque. Contact à haut risque ni yule mtu mwanabari ambaye aligusana na ule mgonjwa wa Ebola, ama mtu ambaye amegusa maiti ama mwili ya yule mgonjwa wa Ebola. Ule tunamuita contact à haut risque. Sasa tunaita contact à moyen risque ni contact gani? Kama mimi nimegusa mgonjwa leo Ebola, tunafunzwa kwamba ni 2 à 21 jours. 2 à 21 jours namna gani? Kama mimi nimemgusa leo, napashwa kesho kuanza presenter signe. Na presentation ya signe nitaanza ni nini? Kunakuwa fievre yenye itakuwa très élevée, mwili napanda moto sana, homa kali, ninaanza kujisikia kama vile kibaridi ndani ya mwili, mtu anaanza kujisikia nausea inakuwa mingi. Kuna wakati kichefu. Kuna wakati mwingine mtu anakuwa anajisikia tumbo inauma, kichwa kinauma sana, na hapo deja ninakuwa contact mwenye anakuwa deja contamine na yale magonjwa. Dokta, kuna vile watu ambao wanakuwa wanasema kwamba ugonjwa huu haukuletwa ni hauna ugonjwa, ni wafanya siasa ndio ambao wanaunda vitu vyao ama wazungu ndio wameuleta. Unaweza kuambia nini watu ambao wanakuwa na waza hivyo? Ndio, unajua mwanahabari, wakati watu wanapoona magonjwa kama yale yanaingia ndani ya jamii, kisha wanaona gisi Umoja wa Mataifa unakuja kuutetelea, ndio sababu kubwa watu wanafahamia kwamba ni kitu ambacho kimeundwa na wafanya siasa, na wengine wanafahamu kwamba ni kitu ambacho kimeundwa na wazungu ili watumalize sisi watu wa weusi zaidi, ile ndio inawasumbua watu. Ni kuambia watu kusema kwamba magonjwa yanapokuja na yanapozuka na yanapoonekana kwenye vipimo mbalimbali vya kizungu, ni lazima watu wakubali kuishi vile kisi watakavyoambiwa na watu waongozi wa kiafya ama waganga, wataalamu wa kiafya. Sasa mambo ambayo napenda kuonesha watu ni kusema kwamba wakati mtu anapopoteza maisha, isingelikuwa vizuri watu kumnawa, hapana, ama kugusa vinyesi vyake, kugusa mavazi yake, kugusa vile hata mahali ambako alikuwa hakikojoa, hapana. Unapofanya hivyo unakuwa deja contact à haut risque, na mwenye utadevelope ile magonjwa na unawaambukiza wengine, wanapata shida ya yale magonjwa yenye inazuka kwa sasa ya Ebola. Sasa tunachopenda kuwaarifu watu ni kusema kwamba kwa hii wakati ambayo magonjwa yanazuka, ingekuwa vizuri kurespekte mesure barriere. Mesure barriere ni namna gani? Wakati yenye tunakutana na tunasalimiana omwe mu espace ya 1 metre. Kwa sababu 1 metre haya mate ambayo yanatoka kinywani mwangu haiwezi katambuka 1 metre kufike yako. Vile hatutapana mikono, tunaweza tukapepeana tu ya kawaida, na itatusaidia sisi kuepukana na ambukizo ya yale magonjwa ya Ebola. Na tunapoangalia vizuri, kinachotembeza magonjwa ya Ebola ni kama vile magari zinasaidia, moto vinginevyo, na ile njoo inaletaka perturbation ya kujua vrai contact na mwenye haiko contact. Sasa inaonekana namna gani wakati mgonjwa anapopresente mafievre wala ile homa kali? Ni lazima wewe kama vile mganga, mtu wa farmasi, wa chumba cha madawa, ujue kwa nini unapomupa madawa haiko na reagir. Manake mtu hapati unafuu kupitia dawa unazomtumia, kwa sababu mganga kweli ambaye amepita kwenye shule la kiganga anapaswa kufahamu dawa ambazo mgonjwa amezipata zinapaswa kufanya hivi kisha muda wa namna hii. Sasa kama haujui kutofautisha ile
Komplikasyon itakuwa inakuya moja baada ya ingine vinyume kulingana na yale magonjwa, na wale wote ambao watakuwa ni wagonjwa mule, wale wote ambao watakuja kuwaona wagonjwa mule mwa ile hospitali inakuwa deja ni va contacte a haut risque, na hiyo inakuwa ni shida na ni magumu sana kwetu sisi kama vile watu weusi ama wahanga wa ile magonjwa ambayo yanaingia huku kwetu. Vile vile tunaonesha watu si vizuri unapokuta nyama anakufa porini, haujui amekufa na nini, kuigusa si vizuri. Ni lazima ujue huu mnyama swati amepigwa risasi, swati amepigwa lijiwe, swati amepigwa mkuki, yule njia anaweza ukagusa. Lakini ukikuta mnyama anajifia zake kama vile popo, kama vile ile tunaita kiki wala senje, si vizuri kugusa kwa sababu ndicho chanzo cha magonjwa ya Ebola. Na bahati mbovu sasa, mwanzilishi wa yale magonjwa uwaga anafariki kwa sababu watu wanakuwaka hawafahamu. Sasa wanaweza kuja kufahamu baada ya kuona vifo vya watu vinafatana na wote wanaenda tunasema diagnostike moja magonjwa fulani fulani, ndiko akili inakuja hapana, tungelijaribu kwanza kupima tuone ni tatizo gani ambayo inaingia ndani ya sekta ya kiganga na inayokumba na kusababisha vifo vilivyo vingi. Ndugu mtangazaji, na labda ukiangalia aina hii ya ugonjwa wanasema kwamba ni ugonjwa hatari na ni ugonjwa ambao hujapata dawa. Sasa kuna uwezekano kweli kweli wa mtu kupona na wakati ugonjwa wenyewe hujapata dawa? Ndio ndugu mwanahabari, unajua kwamba hivi gisi tayari wamejua kwamba ni ubujibungyo, na hiyo bujibungyo iliwaasirisha watu hapo Uganda mu 2007. Tayari wataalamu kama vile Muyembe ambaye tunaye hapa tarafa kwa Jumuiya ya Kongo alishaanza utafiti wa kuangalia namna gani wataitoa dawa, kwa sababu uwaga wanachukua wale watu wa kwanza ni kupitia damu zao ndio wanatengeneza amo ile tunaita vaccine ya virusi ya Ebola. Vile vile watarekurire mu maarchive, watangalia mu vitabu, waangalie namna gani na aina gani walizozifanya kwa kumaliza ile ambayo ilitoka mu 2007, na wanaanza maharakati kadiri ya kawaida kwa kumaliza yale magonjwa, kwa sababu mpaka sasa tumesikia kwamba ule ambaye alikuwa mgonjwa wa kwanza alipatikana Goma, tayari kipimo chake cha 3 cha 4 kinaonyesha kwamba magonjwa yanaisha mumwili. Sasa wanavyoendelea sasa kupambana navyo ni wale wa contact a haut risque wake ndio wanaanza fuatilia, lakini yeye ambaye alishuka na magonjwa hapo Goma tayari wameshaonesha kwamba kipimo cha 3 cha 4 kinaonyesha kwamba hana tena magonjwa. Yani pale tunakwenda kupata gisi ya kwenda tunamalizia wala kwenda tunareadike yale magonjwa ikiwa watu wote wanajiunga pamoja kwa umoja ili tumalize hayo. Kinacholeta madhara na magumu ni wakati watu wanaanza kujificha. Watu wanapoanza kujificha ndio inazusha magonjwa inakuwa kwa kasi, na hiyo inakuwa ni hatari na hasara sana kwa wagonjwa ama kwa jamii yote mzima. Na yule mama ama yule ndugu ambaye alidevelope wala alianza yale magonjwa hapo Goma, alikutaniwa kule Bunya kwa kwenye msiba wa ndugu yake, kumbe yule ndugu amefariki kwa ajili ya magonjwa ya Ebola. Watu walikuwa hawajafahamu, na wakati alifika kule, alitoka kule wakisha tangaza kwamba ni magonjwa ya Ebola, unajua wengi huaga wanadharau wakisema wanataka tafuta hela zao, hakashuka. Lakini kwa bahati mbovu hakaja kudevelope yale magonjwa. Kumbe ingekuwa heri watu waepukane na vikundi, kukaa kwenye vikundi sana sana. Ni lazima unapokuwa kwenye kikundi unaangalia gisi ya kujichunga na kunawa mikono kila wakati na sabuni ama hii ambayo tunaita desinfectant, wala kama hauna desinfectant hata kwa sisi waganga kujitahidi kuwa tunakoropa hospitali zetu hata na omo. Omo ni dawa ambayo ni desinfectant ambayo inasaidia pia kuua ile ambayo ni virusi ya ugonjwa wa Ebola, kama hauna ile ambayo tunaita klore wala dawa ya kusaidiza maji kwa ajili ya kuua vidudu vinavyosababisha magonjwa ya Ebola. Naam, asante sana mpenzi mtazamaji, unaendelea kufuatilia TV yako Tanganyika TV, na hapa tunaongelea kuhusu ugonjwa ama mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ambao umeripuka huko katika eneo la Bunia, makao makuu
ya tarafa makao makuu ya mkoa wa Ituri, vile vile na mkoa wa Kivu ya Kaskazini huko Goma na hata Bukavu kuna kesi moja ambayo ishagundulika. Lakini ukiangalia katika historia ama ukiangalia historia ya mikoa hii miwili, kwanza tuseme mkoa kwanza wa Ituri na Kivu Kaskazini, kwa nini mikoa hiyo inakuwa inasongwa sana na haya maradhi ya sasa ya milipuko? Wanakuwa wanafanya nini cha ajabu ambacho mpaka kila mlipuko uanze kuzuka na uanzie kule? Ndio mwanahabari, unajua kwamba wakati nilikuwa huko na nimezunguka huko, nimegundua kwamba huko kuwaga kunakuwa mbuga za wanyama nyingi sana, kuko pori nyingi sana, kwa sababu yapata parke karibia 5 karibia 4 ziko huko. Parke ya Virunga iko huko, Kauzi Biega iko huko, na ni chanzo ambacho mimi nimeona kinachosababisha watu kukua wanapatwa na yale madhara ya virusi ya kukumbana na wanyama ambao wako na ile virusi ya Ebola. Ukinapoangalia vizuri hapo Uganda, mahali ambako kulionekana Bujibungyo mwa ile 2007, na hapa Uganda ambacho Bujibungyo tena inaonekana bana kadirisha ni fasi yenye iko 90 km, maana ni fasi ni kama kutoka hapa Baraka na Uvira njiko inaonekana yale magonjwa, na hiyo espace yote wala ile fasi yote inagubikwa na pori kubwa, na hiyo ni sababisho kubwa ambayo inasababisha watu wa Nord Kivu, watu wa Ituri kukumbwa na yale magonjwa. Sasa kinacholeta kushamiri kwa kasi ni wakati upinzani unaanza kati ya jamii. Watu wanaanza kujizusha kusema kwamba ni uongo, ni uongo, ni uongo, kubomoa hospitali, kuua waganga, na wakati waganga wataalamu wanaanza kuogopa hivyo, wanawaachilia. Wanapowaachilia kisha magonjwa yanashamiri hadi kufika kwa kiwango ambacho gisingelifika kulingana na ile resistance ambayo ilianza kujipresente mbele ya wakati ndani ya jamii na ndani ya wale ambao ni wapinzani ya magonjwa. Asante sana. Kuna kuwa naonekana ugonjwa huo kama ulivyosema kwamba unatokea kwenye nyama. Sasa nyama pori hizi masenje na vitu kaza wa kaza, masenje aina ile ya nyama. Kwa mtazamo wako, labda wewe ukiwa kama vile mtaalamu, unaona kweli zile senje zinakuwa ni sababu kubwa ya kutapakaa kwa yale magonjwa kwa sababu wanakuwa wanazitumia, ama ni namna tu wanakuwa wanaishi karibu na ndio vile inakuwa inaambukiza? Ndio mwanahabari, unajua baada ya utafiti, kwa sababu ilizusha kesi kubwa na utafiti mzito wa kufahamu namna gani mwanadamu anaweza kapatwa na yale magonjwa, na ilionekana ni kweli, kwa sababu sababisho kubwa kama hii Ebola Zaire ambayo tulipambana nayo mu 2019 hadi 2021 ilisababishwa na mtu ambaye alienda kuchukua, alikuta porini pusi kifa, akailogota, na wakati alilogota akaja nayo nyumbani wakaila, jamaa yote mzima ikaila. Lakini cha ajabu walichokiona, kila mwenye aligusa ile nyama na haiyapigwa alipatwa na yale marazi, na wakati alipatwa na yale marazi wakakuja kujikuta kwa hospitali kuu ya Beni, watu na waganga nao pia wanaanza patwa na yale maraji, yakaleta tatizo. Na wakati aleta tatizo njoo wakasema ni lazima tutume kwanza vipimo hivi huko Kinshasa ku NRB tuone kama tatizo ni nini. Hiyo ni kweli, ugusaji wa nyama za pori si mzuri zaidi, kwa sababu ndicho chanzo ambacho kinaleta magonjwa kutoka ndani ya pori na kujielekeza mitahani na kutatiza jamii ambazo sisi tunazoishi ndani. Na kwa kumalizia ni kipi ambacho unacha kuambia raia ya Baraka, raia ya tarafa la Fizi, raia ya Kivu nzima? Ndio cha kuambia watu, ujumbe wangu ni kwamba kila mtu ni mshakiwa, hasa zaidi unapoona mtu anatokea ngambo ya Bukavu, anatokea ngambo ya Goma, hautafahamu ni nani aliyekuwa pembezoni na yule ambaye anagonjwa ile magonjwa ya Ebola. Na huku kwetu tuna shida kubwa, kwa sababu movement ziko mingi zenye haziko controle. Kama mtu anakuja na moto inaga manifeste, unapoangalia vile vile hata wenye bamoja wanakuja ndani ya boti, wengine hawaandiko kwenye manifeste, unajikuta kwamba tuko na desordre moya yenye haisurveye kuangalia gisi ya kufunga ile contamination ya magonjwa ya Ebola. Tunapoona vizuri tuna bariere zetu haziko za kukingia magonjwa, mbali ni za kukongola makuta, na njoo ile itakuwa sasa
nani mkukumkuku tunapoingia mwa ile madhara. Tunapoomba kwa watu ni kusema kwamba ni lazima tuheshimu mesure barriere, turespekte ile systeme ya 1 metre, tunawe mikono na sabuni kila wakati. Kama unaweza kuwa na ile gel wala ile tunaita desinfectant, unaweza kuwa unaipitisha kila wakati kumkono. Vile vile na kuepukana kugusa maiti yoyote ile, awe ndugu, awe baba, mama, mtoto. Respecte ile distance, mesure distance, kwa sababu usije ukaambukizwa na yale magonjwa ya Ebola, inaweza ikamaliza jamii yote nzima mule mkutaka kufanya huruma. Ile ni ujumbe wetu wa kwanza, na ujumbe wa pili ni kusema kwamba ni lazima watu wajiunge pamoja kwa umoja, hasa zaidi waganga. Huko kwetu kuna tatizo, waganga wengi tunawaita wapitafari, wanawatunzia watu nyumbani, na wakati wanamtunzia mtu nyumbani mwake, ile ni tatizo kubwa. Kuliste na kujua ba vrai contact au riske na ba contact amwa riske inaweza kuwa ni tatizo kubwa, kwa sababu watu wa kwetu hasa zaidi tarafani Fizi na jiji la Baraka wanapenda kutunzwa ya makope, na ile kutunzwa ya makope ni tatizo kubwa sana ya kugundua magonjwa mbele ya wakati. Tunakushukuru kwa muda wako daktari. Na sisi pia tunawashukuru kwa kuihamasisha jamii. Asante. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndiyo mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote, karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tuna wafanyakazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.